Ibadallah, mwisho kabisa nikimalizia khutba yangu kama vile hii, naomba nitoe angalizo na tambihi na hii amana ya ilmu. Barakallahu fikum. Katika kufungua mwezi wa Ramadhani kama vile huu tumetofautiana, bali katika kuanza kufunga tumetofautiana, lakini wakati wa kufungua kadhalika tukatofautiana. Kuna ambao kwamba wamefungua katika siku ya kwanza na kuna ambao kwamba wakakamilisha baadhi yao, ama wengine wakafungua katika siku ya pili ambao kwao ilikuwa ni siku ya 28. Lakini ugomvi wangu haupo kwenye kufunga wala kufungua. Ugomvi wangu upo katika maneno, ama tambihi yangu ipo katika zile maneno ambazo mnaziona zinaenezwa katika mitandao ya kijamii, ikisemwa ati wale waliofungua siku ya kwanza wanafaa walipe siku moja kwa sababu walitizama mwezi wa Saudia na watu wa Saudia hawakuona mwezi. Kwa kweli na huzuni na masikitiko kwa ndugu zetu, watoto wetu na jamaa zetu ambao kwa kweli inasikitisha sana wamefunguzwa jana mchana wa Ramadhani. Kwa kweli inasikitisha sana, na kwa kweli mimi ndani ya nafsi yangu nilipoliona tule tangazo wakati niko msikitini tunakamilisha pale itikafu na ndugu zetu, kwa kweli mimi nikasema astaghfirullah. Kwa kweli watu ndugu zetu wameshaingizwa pabaya sana. Kwa kweli nikasikitika sana na nimehuzunika sana kwa sababu nina uhakika. Kwa hiyo kwa kweli inasikitisha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Natoa wito kwa ndugu zetu, watoto wetu waliokula jana, basi wailipe hii siku. Shar'an wamekula siku ambayo wameburuzwa, kwa hiyo wailipe hii siku. Mwenyezi Mungu awajalie wafikishe waweze kulipa. Amin. Waliona زحل سياري يا زحل أن المواطنين السعوديين أفطروا على رؤية كوكب زحل بدلا من هلال شوال أثار جدلا واسعا في العالم الإسلامي. haya ndio maneno inaenezwa sasa. hawa watu yafaa walipe kafara. رسالة أخرى أدعو كل من أفطر يوم أمس الأحد ويريد مرضاة الله ويخاف الله ويريد أن يكون صيامه مقبولا تاما في رمضان أن يقضي يوم الأحد مكانه يوم الآخر، ومن أفطر فهو خاطئ. عباد الله، haya maneno awalan hutapata anayesema maneno kama vile haya mtu ambaye kwamba ni alim, hata kama atakuwa ni katika upande wa pili, lakini hutapata alim anazungumza maneno kama vile haya. Jambo la pili, eni ambao kwamba mnawatuhumu watu Waislamu wenzenu kwa urongo ati kwamba wamewadanganya watu ili wawahi kufungua. Hawa watu wakiwadanganya wanafaidika nini? Sababu mimi nilikuwa nafuatilia mpaka wale ambao waliokuwa wanautizama ule mwezi alafu wanatoa taarifa za uongo pale. Mimi nilikuwa nafuatilia. Na kama kuna clip mtu atamtizama yule kijana Kiarabu pale, yule kijana Kiarabu pale alikuwa akizungumza, anaitwa Mut'ib yule, ambaye alikuwa mmoja alikuwa eneo la Sudan na mmoja alikuwa eneo la Tumeir. Tumeir alikuwa kule Abdullah Khudairi. Abdullah Khudairi mtu mzima anakaribia miaka 70 lakini anatoa taarifa za uongo kabisa. Anatoa taarifa kweli inasikitisha sana. Inasikitisha yani. Mara yastafid haula, hiyo dola ya Saudia wanafaidika nini pale watapowafunguza watu? Wizara nzima ambayo inasimamia masuala kama vile haya ya mwezi eti imewadanganya watu, na mtu aliyoona si mmoja si wawili. والعدد اللي رأوه لله الحمد عندنا هنا 9 أشخاص. نعم. Kama ugomvi wenu uko na daula ya Saudia, kwani waliotangaza ni wa Saudia peke yake? Kuwait imetangaza kabla ya Saudia, Qatar imetangaza, Palestina imetangaza, nchi mbalimbali zimetangaza na zikafungua. Bali hapa Kenya kuna tetesi, kuna watu ndugu zetu pahali fulani waliona mwezi. Kwa nini mtie shaka kama ugomvi wenu uko na watu fulani? Kwa nini muwatatize Waislamu katika saumu zao? Kwa nini mtie shaka katika vifua vya Waislamu? Ni watu wangapi watasikia maneno kama vile haya kisha wakatatizika kwa ibada zao kupitia maneno zenu kadhiba na adawa zenu? Wallahi ibadallah, ogopeni kuja kusimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ameeleza Imam al-Bukhari hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, asema atani bil-laili rajulani, walinijia mimi usiku watu wawili. Hawa watu wawili wakanisimamisha, wa akhrajani ila ardhi al-muqaddasa, wakanipeleka mpaka katika ardhi takatifu, kisha wakanionyesha mtu mmoja ambaye kwamba alikuwa ameketi chini, wa fi rajulun thani, kuna mtu wa pili, wa ala yadihi kalub, akiwa katika mkono wake ameshika ndoano ama koleo.
ile ndoano anaingiza katika mdomo na katika taya za yule mtu ambaye kwamba ameketi pale chini, anampasua taya yake upande wa kulia, kisha anarudi upande wa kushoto kadhalik, anaingiza mpaka anavunja nyama zake za taya. Nikawauliza hawa watu wawili hawa ni kina nani? Mwisho wa hadithi mtume akaeleza, amma rajulani, ama wale watu wawili ambao umewaona wamejilisi, mmoja anaumizwa katika taya zake na mwenzie, fadhaka kadhabun, fadhaka kadhab, huyo ni mrongo, yakdhibu hatta yablugha kidhbahu al-afaq, anadanganya watu, anatunga maneno ya urongo mpaka maneno yake yanaenea katika ulimwengu, kisha watu wakayafanyia kazi ila qiyam saa. Hizi propaganda za kuwa kila siku watu wameona mwezi wa Ramadhan sayari ya Zuhal, sayari ya Zuhal ni kubwa, sayari ya pili kwa ukubwa, kwani mtu ataitofautisha na mwezi mchanga? Mbona mnawakadhibisha watu, mnatia shaka katika saumu zao? هذا ما ينبغي. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. wale ambao kwamba wanawaudhi waislamu kwa kuwasingizia urongo waislamu na kuwatatiza katika ibada zao, wamechuma madhambi makubwa. Almuslimu akhul muslim la yadhlimu wala yaqdhu wala yakdhibu, hamkadhibishi muislamu mwenzie. Hao ni rijal thiqat. Taarifa zinkuja, kama mkubali wa mwezi wa kimataifa basi bakini, kaeni na wa mwezi wa kitaifa, hakuna tatizo. Haya masaili yako, lakini msitatize waislamu wenzenu mkatia unyonge katika vifua vya watu ambao kwamba hawana ufahamu. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din.